Na mtazamaji, karibu tena kwa kipindi chetu cha Tamrini, na shukrani za dhati kuwa nasi. Na hivi leo tutakuwa tunazungumzia tu masuala ya mtaala wa umilisi, na pia kuna haya matokeo ambayo hatuna ufahamu kwamba kama yataweza kutolewa, lakini tutaweza kubaini uhalisia wa mambo. Na studioni tunaye mgeni ambaye jina lake ni Kombo Kikechi, ambaye tutakuwa tunadadavua tu masuala ya kuhusiana na mtaala huu, na yeye ni mchanganuzi wa masuala ya elimu. Karibu sana Bwana Kombo. Nashukuru kwa mkaribisho haya Ali katika studio hii kuu ya KBC Channel 1. Naam. Karibu sana. Nashukuru sana. Wakenya wanasubiri kwa hamu na gamu matokeo ya ule mtihani wa KJSEA. Sijui una maoni gani, manake wengine wanasema kwamba matokeo yao yatatolewa leo. Wewe kama mchanganuzi na pia mtaalamu wa masuala haya, je, una mwao kuhusu matokeo hayo? Kwa kweli pale kwamba vimekuwepo hata katika vyombo vya habari na masuala haya ya mitandao ya jamii kwamba masuala matokeo haya yangetolewa hii leo. Sasa labda kwa sababu siku bado ni changa huenda labda kafikia mwendo wa adhuhuri alafu waziri akaweza kutangaza, lakini wazazi wepo katika hamu ya kutaka kufahamu. Mwanzo walikuwa wamesema kwamba tayari walimu wakuu wamepokea matokeo haya, lakini unapopigia walimu wakuu, unapozungumza na wao wanasema hamna chochote. Kitu ambacho wamepokea tu ni kwamba wajiandae waweze kutoa idadi ya wanafunzi ambao watapokea katika grade ya 10 mwaka ujao. Sasa baadhi ya shule wanasema kwamba kulingana na miundo misingi yao, the facilities, infrastructure, kwamba huenda wakapokea labda wanafunzi 200, wengine 50, wengine 60. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba katika baadhi ya shule za kibinafsi zimeambiwa kwamba zipendekeze pia idadi ambayo zitaweza kuchukua wale wanafunzi. Lakini je, kwamba tunapoangalia serikali kwa upande mmoja inasema kwamba huwa inalipia baadhi ya inachukua sehemu ya karo inalipia baadhi ya wanafunzi. Lakini sasa itakuwaje katika hizi shule za kibinafsi ambapo sasa mzazi anajilipia na tayari wanaambiwa kwamba pia wapendekezo watapewa baadhi ya idadi ya wanafunzi. Kwa hivyo baadhi ya wazazi wao katika changamoto, na baadhi ya hizi shule kwamba pengine zingine ziko mbali, huenda pia wazazi wasifahamu, labda mzazi yuko kule kule Pokot, lakini mwanafunzi anapewa shule ambayo iko katika jiji, na anapokuja pia labda anaona kwamba shule hiyo haina miundo misingi ya kutosha. Kwa hivyo tatizo ni kwamba ni changamoto ni idadi za shule za upili ni takriban 12,000, lakini upate kwamba unapokuja za msingi ni 33,000. Kwa hivyo unaona kwamba wanafunzi watakaotoka pale ni wengi kushinda idadi za shule za sekondari. Na wanafunzi waliofanya mtihani wa grade ya 9 ambapo sasa watakuwa wanaenda grade ya 10 walikuwa 1,100,000 ama 1,100,100. Kwa hivyo unaona hapo kutakuwa na changamoto. Manake hizi shule za sekondari haziwiani na idadi ya wanafunzi. Ni kweli, kwa sababu hapo ndipo kulikuwa na tatizo, na mwanzo natumai pamekuwepo na changamoto na mtaala wenyewe. Kwa hiyo mtaala huu unaona kwamba kuna wakati ulikuwa unaitwa CBC, alafu baadaye ukaitwa CBE, Competence Based Education, Competence Based Curriculum. Sasa pale mwanzo natumai ule waziri Amina alikuwa na mpangilio, walikuwa wameandaa tayari shule katika shule za sekondari. Walikuwa wamejenga, hata kuna baadhi ya shule sasa walikuwa wamejengewa kama madarasa 10-15 tayari kuweza kukidhi mahitaji ya wanafunzi watakaojiunga na grade ya 10. Lakini sasa ikaweje tena? Sasa baada ya kubadilika ya serikali, ambapo sasa serikali ya Kenya Kwanza ilipoingia, na wakawa na msaada mwingine tofauti kwamba sasa hii shule ya junior school isalia katika shule ya msingi. Na hata juzi tumeona kwamba rais akasema kwamba waziri harakishe kwamba iweze kuitwa comprehensive school. Lakini sasa tena ikawa sasa badala ya kuitwa comprehensive, sasa tena ikawa tena juzi tena wakasema walimu hawa wakasema kwamba wanahitaji wawe huru, kwamba hii junior school iwe huru. Sasa pale pakuwepo na mvutano, utakuwa na mkanganyiko, sababu tayari kuna comprehensive school, alafu wanasema sasa tena walikuwa naomba St. George's hapo wanaomba kwamba tuwe huru. Sasa itakuwaje? Na sasa tayari Amina wakati ule alipokuwa waziri walikuwa wameandaa na shule katika shule za Amina kwanza alisema kwamba wapewe mwaka mmoja kwa sababu hawako tayari, lakini Makoha alipochukua mwenda zake, Profesa Makoha alipochukua nafasi wakasema wapo tayari waanze mtaala huu kutekeleza. Wakasema uanze mara moja. Sasa pale shule zilijengwa katika shule za upili. Sasa zimerejeshwa katika nini? Katika shule za msingi. Sasa pale ndio pana tatizo. Sasa katika ile swali lako ambalo ulisema kwamba baadhi ya idadi pana changamoto kidogo. Sababu utapata kwamba baadhi ya shule zitakuwa na baadhi ya, kwa sababu ikiwa wanafunzi hao wote watakwenda katika shule za msingi, utapata kwamba shule zingine zitakuwa na wanafunzi wengi kushinda idadi ya miundo msingi ambayo iko pale. Labda shule inachukua wanafunzi 800, lakini utapata kwamba italazimishwa kuchukua labda wanafunzi 1,000,000. Lakini kabla ya mtihani kufanywa, ule mtihani wa kitaifa wa
gredi ya 9. Wanafunzi walienda kuchagua shule kulingana na zile shule ambazo wangependelea. Je, unaona kwamba hili litakuwa tatizo? Manake kuna mwanafunzi tayari ashajua kwamba anaenda katika shule ya upili na pia anaenda katika shule ya bweni. Ni kweli. Sasa pale pana tatizo. Kisa kwanza kwamba wanafunzi hao walikuwa wamepewa nafasi ya kuchagua zile pathway. Lakini kwamba unapoangalia pale walikuwa na kisia. Na hapo nilikuwa nasema kwamba pana tatizo kwa sababu huyu mwanafunzi tayari hajafanya ule mtihani. Ujue ni mwanafunzi huyu atafanya vipi alama. Kwa hivyo utakwamba zile mwanafunzi amechukua kwenda kufanya ile STEM, ile science, technical na engineering na mathematics. Naam, alafu tena amechagua labda katika sports and science, labda amechagua kwenda kufanya film na art. Na sasa kwamba unapoangalia matokeo yake hayakiti yale mahitaji ya kwenda kufanya hii course katika nini? Katika zile katika grade ya 10. Kwa hivyo sasa hapo patakuwepo na changamoto. Kwa sababu pata kwamba baadhi ya anapokwenda ile masomo anapokwenda kufanya kwamba hayafiki na matokeo yake ambayo yamejiri pale katika shule ya msingi. Kwa hivyo labda wangepewa fursa baada ya matokeo hayo kama wanavyofanya katika vyuo vikuu, baada ya matokeo yako sasa ndipo unakupatia nafasi ya kwenda kufanya nini? Labda kuchagua tena yale masomo ambayo unahitaji kulingana na nini matokeo yako. Sasa hapo ndipo pana tatizo. Lakini sasa mwanafunzi tayari anaambiwa kwamba nenda katika ile shule uende ufanye nini? Sayansi labda na sports science ama arts. Lakini sasa katika ile sports art mwenyewe labda mwanafunzi hayafiki yale matokeo. Sasa inakuwa ni changamoto. Japo kuna shule ambazo zitakuwa na triple pathway na double pathway. Lakini natumai sasa pale kuna mtaala wenyewe una changamoto. Labda watakafika pale tena waweze kubadilisha namna waliobadilisha kutoka CBE wakaenda CBE baadaye. Sasa wakasema kwamba mwanafunzi apewe nafasi ya kufanya nini? Ya kubadilisha. Lakini tatizo lipo kwa sababu kwamba hii grade ya 10 kuna asilimia 10. Grade ya 11 kuna asilimia 10. Kwa hivyo kwa jumla mwanafunzi anahitaji asilimia 20. Kwa hivyo kama ni kubadilisha anapaswa abadilishe muhula huu wa kwanza. Kwa sababu kwamba pale kufikia mwezi wa 8 watafanya mtihani inaitwa school based assessment. Na hiyo inachangia katika alama zake za mwisho. Kwa sababu ile summative assessment ya grade ya 12 hiyo itakuwa na alama asilimia 60. Kwa hivyo asilimia 40 sipo katika haya madarasa mawili. Kwa hivyo lazima mwanafunzi achague pathway yake mapema na ajianze kujiandaa kwa huu mtihani. Sababu pale grade asipofanya vizuri grade yake ya grade 12 upata kwamba haitakuwa sawa na kwenda ikachangia kutochagua kozi ama kufanya kozi nzuri katika chuo kikuu. Na tukigusia swala hilo ambapo unapata kwamba mwanafunzi alikuwa amechagua masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Lakini alipofika kweli akachaguliwa kwenda ile shule, lakini akafika pale akaona sioni kama nataka kuendelea na haya masomo. Nataka nibadilishe niende katika masomo ya sanaa. Ni rahisi, itawezekana? Sasa pale ndipo haijabaini vizuri huyu mwanafunzi ambaye anataka kubadilisha ile kozi yake. Kweli itawezekana kama tayari amepeleka katika ile shule. Na kwamba pia utapata baadhi ya shule labda zina changamoto na miundo misingi. Yuko pale lakini sasa anaambiwa kwamba huwezi kubadilisha kwa sababu ile idadi ya arts and sports science tayari imejaa. Hatuna facilities za kutosha. Na labda wanafunzi wamewachukuliwa pale ni 300. Na labda hii facilities zake ni wanafunzi 50. Sasa unaona pale pana changamoto. Lakini wanatakiwa waweze kubaini kwamba mwanafunzi awe huru kutoe kubadilisha ile kozi yake. Lakini natumai ninapoangalia namna mitihani na masuala haya masomo yalivyokuwa katika mfumo wa 8-4, natumai itawezekana mwanafunzi kuweza kwenda katika kozi. Na pia itategemea na matokeo yake kwa sababu baadhi ya walimu wakuu wataangalia kwamba wanafunzi ambao nimepewa kulingana na namna mlipoweka katika hii pathway wapata kwamba matokeo hayafiki na kulingana na waliopata katika shule ya msingi. Kwa hivyo naomba wanafunzi hao waweze kubadilishwa kwenda katika kozi nyingine tofauti waweze kufanya. Ingali mapema. Kumekuweko na changamoto na mvutano, walimu wakilalamika kwamba kuna habari ambayo tuliweza kuangazia wiki iliyopita ambapo kuna baadhi ya walimu ambao walikuwa wanasema kwamba wamepata mafunzo lakini haya mafunzo hawajapata mafunzo kikamilifu kuweza kufundisha huo mtaala wa umahiri. Je, waonaje? Masuala yote yalikuja pale kwenye wanasema Presidential Working Party on Education Reforms ambapo walikuwa wanapendekeza masomo haya yaweze kupunguzwa na mbali ya kupunguzwa kwa sababu walisema kwamba masomo yale yalikuwa 14.
Kwa hivyo Presidential Working Party on Education Reforms ikaja sasa ikapendekeza kwamba masomo haya ifupishwe na walimu hawa pia waweze kufanya namna gani kuandaliwa. Lakini unapoangalia namna ilivyo sasa katika walimu hawa wa shule za sekondari, namna hata ilivyo katika CBC, una baadhi ya walimu kabisa katika wanafunzi hawa ambao wamefanya mtihani hawako wameandaliwa vizuri. Kwa sababu kuwepo na changamoto ambapo unapata mwalimu anayefundisha ambaye ametoka katika chuo kikuu katika kitivo cha sayansi anakwenda kuambia kwamba aenda afundisha masomo ya kitivo cha sanaa, aenda afundisha Kiswahili. Mwalimu huyu amesomea biolojia, mwalimu huyu amesomea fizikia, amesomea kemia, lakini pale anapokwenda pale katika junior school anaambiwa nenda ufundishe dini, nenda ufundishe Kiswahili, nenda ufundishe Kiingereza. Kwa hiyo kwamba kunapata kwamba baadhi ya hawa wanafunzi ambao matokeo yao wataweza kuyapata hawakuandaliwa kabisa. Na tuzo kwamba mwalimu huyu anapopelekwa pale kwa minajili hii ya kufanywa retooling, kwenda kuhamasishwa, upate kwamba yeye anaenda kuhamasisha katika somo lake, ameenda kuhamasisha katika hisabati, katika kemia, namna ya kufundisha, labda mbinu za kufundisha zile za kawaida za walimu, labda wanafunzi wafundishwe katika masuala ya kuweka katika vikundi, waweze kupewa kazi za miradi na kadhalika. Lakini sasa unapoangalia pia katika shule za upili, namna ulivyouliza, utakuta kwamba tayari walimu chache sana ndio asilimia ndogo sana ndio imefanywa hii retooling baada ya asilimia kubwa, na tayari kwamba wanasema kwamba kutokea tarehe 15 tena wataweza tena kupelekwa kwa ile retooling kwa minajili ya maandalizi. Lakini unapata kwamba asilimia gani ambayo wanafunzi, kwa sababu utapata kwamba baadhi ya shule zina walimu 50, lakini wale ambao wamefanyia retooling ni walimu 5 ama walimu 10. Kwa hivyo kwamba bado haitakuwa shule zitakapo wanafunzi hao watakapojiunga na shule za grade ya 10 katika senior school, tayari walimu hao hawatakuwa wameandaliwa katika kukabiliana na huu mtaala wa CBC. Tena upate kwamba kuna mitaala miwili, 844 bado ipo, wanafunzi wa kidato cha 3 na kidato cha 4, na hao pia wanaingia katika kidato cha kwanza. Kwa hivyo pia kuna mkanganyiko, kwa sababu huyu mwalimu anatoka katika mfumo wa 8-4 kufundisha, alafu anakimbia kwenye darasa la CBC. Kwa hivyo kwamba utaona kwamba mbinu ambazo zinatumiwa katika CBC, katika 844 na CBC kwamba hazipo sawa. Kwa hivyo kuna walimu ambao tayari wameweka minajili ya kukabiliana huu mtihani, na tunavyojua upungufu wa walimu hapa nchini Kenya, kuna shule hazitoshelezi na idadi ya walimu. Kwa hivyo bado wanafunzi hawa wa kwanza watakuwa na changamoto namna walivyo. Unapangalia namna walivyofanya huu mtihani, labda tutazungumzia baadaye, lakini kwa kwamba hakika wanafunzi hawa namna walivyokuwa wameelekezwa mwanzo, waliambiwa kwamba hawatafanya mtihani, kwamba tu watakuwa napewa tu kazi ya miradi, alafu baada ya kufanya mradi watawapa alama, alafu alama zao ndio zitaweza kwenda katika shule za upili. Lakini baadaye wakaja wakasema, kulingana na Presidential Working Party, kasema lazima kuwepo na tathmini katika grade ya 6 na kuwepo na tathmini katika grade ya 9. Na hiyo tathmini iwe na 60%. Grade ya 4 na 5 40%, alafu tathmini 60%. Vile vile katika grade ya 7 na 8 60%, 40%, alafu grade ya 9 60%. Kwa hivyo imewapata hawa wanafunzi hata wako wanajua mfumo wa karatasi yenyewe utakuwa vipi, mtindo wa karatasi yenyewe watakaofanya. Kwa hivyo ndiposa wengine hawakuweza kujieleza, labda wengine hatawakuweza kuandika vizuri, kwa sababu wamezoea hasa masuala haya ya viteuzi, multiple choice. Lakini hapo kuna masuala ya kwa sababu hawa wanafunzi lazima ufikirie na uandike. Wapo katika grade, wapo katika form 1, kwa sababu hawa wanafunzi, kwa sababu hapa hii grade ya 10 ni kidato cha pili katika 844. Kwa hiyo mwanafunzi wa kidato cha kwanza anapaswa kuwa anajieleza, anaweza kuandika. Lakini kwa sababu maandalizi yao yalikuwa mabaya, hapo ndipo kawepo na changamoto kubwa sana katika wanafunzi hawa wa CBE. Unaweza kutuelezea, unajua wazazi bado hawaelewi hili swala la career pathways. Kuna wengine bado wanashangaa, hatuelewi hili jambo. Unaweza kutudadavulia ndiposa tuweze kupata uhalisia kwa undani? Na kwa sababu sasa natumai kuna baadhi ya shule zinazofanya kama double pathway na kuna triple pathway. Sasa hizi shule ndizo zinatoa yale mafunzo ya sehemu zote career path. Kwa sababu hizi career pathway kuna mwanafunzi atakayechagua STEM, ambayo tumesema science, engineering na science, technical, mathematics na engineering. Sasa hapa hiyo ndio tunasema STEM. Kwa hivyo katika STEM, alafu kuna social science, alafu pia kuna nyingine ambayo inaitwa arts and sports science. Kwa hivyo zipo 3. Sasa katika hii STEM kuna masomo ambayo yapo, katika pia social science kuna masomo, alafu katika sport art pia kuna masomo. Kwa hivyo mwalimu anapaswa kujikita, mzazi aweze kuelekezwa kwa mwanafunzi wake atakapokwenda katika sehemu hii atachukua masomo ya science, ambapo labda kuna somo la biolojia, kuna pure science ambapo kuna masomo ya biolojia, mbali na masomo ya biolojia pia kuna masomo ya
ya fizikia, hisabati yepo. Na katika bado kuna pia masomo matatu ambayo ni ya lazima, masomo manne ambayo ni ya lazima. Haya masomo manne ya lazima ambayo yanazungumzia ndio tunasema community service learning, hiyo ni lazima. Kuna Kiswahili ni lazima, Kiingereza pia ni lazima. Kwa hivyo alafu kuna hisabati. Sasa hii hisabati mwanzo walikuwa wanasema watu wanaofanya STEM peke yake wana mathematics ambayo inaitwa pure maths. Lakini sasa Wakenya nao wakaanza kulalamika kwamba itaweje mwanafunzi amalize elimu na hajafanya hisabati. Basi wakasema hapana, basi kitakuwepo waziri akasema waangalie alafu wape nini hisabati. Kwa hivyo wakawapa ile nyingine inaitwa essential mathematics. Sasa essential mathematics ama foundation mathematics hii ni hisabati tu ya kijumla. Hao ambao hawafanyi pure science pia watakuwa na hisabati yao, lakini hao sasa hisabati yao itakuwa nyepesi kidogo, haitakuwa ngumu kama hii nyingine ya pure science. Sasa kwa sababu huyu mwanafunzi ambaye amezama kabisa katika masuala ya hisabati. Na Bwana Kombo, naona kwamba muda umeyoyoma, lakini ningependa kukuuliza kwamba tukiangalia katika uchaguzi uliopita ambao umefanyika huu mwezi Novemba, kuna baadhi ama Wakenya wengi walikuwa wanaonelea kwamba hiki kitakuwa kama kigezo ama yatakuwa yanaakisi jinsi mambo yatakavyokuwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, na pia vile vile tukiwianisha na huu mtalaa wa umilisi ama mtalaa wa elimu ya umahiri. Je, unaona kwamba yataweza kuakisi jinsi wanafunzi watakavyokuwa watakapojiunga na gredi ya 10 na kuendelea? Na je, itakuwa bado hayo matatizo yatakuwa yanaendelea? Manake vile vile jinsi tunavyoona kwamba kuna mkanganyiko wa uelewa kuhusiana na swala hili, pia tutakuwa na mkanganyiko wakati ule wanafunzi watakuwa wanasoma, na pia serikali itafanya nini? Suluhu ni lipi? Kwamba pale ndio kweli kwamba pamekuwepo na changamoto, na changamoto ni kwanza waweze kuandaa miundo misingi iwepo. Alafu baadhi ya kwamba sasa kwamba tunaona kwamba juzi kumekuwepo na wachapishaji ambapo walikuwa wanasema hawatachapisha vitabu hivi vya grade ya 10 kisa na maana hawajalipo. Kwa hivyo lazima waweze kuangalia masuala haya ya vitabu yawepo, yaweze kuchapishwa kwa mapema. Baadhi ya shule sasa nyingi hazijapokea vitabu vya grade ya 10, na kisa na maana ni kwamba hawa wachapishaji kwamba walichelea, na baadhi ya masomo nayo yalivyopunguzwa, kwa sababu mwanzo walikuwa wanafanya masomo 10 wengine kuja kufungamanishwa pamoja. Naam, kwa hivyo itakuwa vipi? Alafu unapoangalia kuna baadhi ya masomo kama community service learning. Je, kuna mwalimu tayari ambaye ametoka chuo kikuu ambaye amefanya kozi ya community service learning? Hamna. Kwa hivyo na hilo ni somo la lazima pale katika chuo kikuu. Kwa hivyo ndio mambo haya ya retooling ambayo yanaenda kufanywa, waweze kuchagua katika ile staff. Mwalimu kuu atachagua sasa mwalimu ambao wataenda kufundisha hii community service learning, ni kina nani watakao kwenda kufundisha. Kwa hivyo unasoma kama fasihi ambayo imejisimamia. Zamani kulikuwa na fasihi na Kiingereza, katika social sciences ipo. Alafu vile vile unapoangalia mambo ya film na theater, kuna mwalimu ambaye ameandaliwa katika chuo kikuu kuja kufundisha mambo ya film na theater? Natumai hamna, na kwamba ipo katika pale kwa sports science, kwa arts and sports science ipo pale. Na kwa hivyo ni dhana gani ambayo ipo? Je, kuna mwalimu ambaye ameandaliwa katika kufundisha sports science pale katika chuo kikuu? Ndipo labda wepo, lakini kwamba hawajaandaliwa kama mwalimu hasa kuja kufundisha. Kuna wale ambao wamefanya PE ndio, lakini kwamba vipengele hivi, baadhi ya vipengele hawajapewa. Kwa hivyo tayari kuna baadhi ya masomo ambayo yepo, na ni changamoto kubwa sana ambayo yepo katika hizi pathways, lakini upele kwamba hamna walimu wa kutosha. Pan mechanic ndio anafundishwa, lakini shule ni chache. Home science ndio shule ni chache ambazo zinafundisha. Music natumai katika 844 mwanzo ilikuwa inafundisha, lakini hapa walimu pia ni wachache, lakini kwamba ipo kwenye hizi pathway. Kwa hivyo ni changamoto kubwa sana. Kwa hivyo sasa ni vyuo vijitume, pia taasisi za walimu ziweze kujituma, ziweze kuwa na walimu wa toshelezi ambao wataweza kwenda kukidhi mahitaji ya ufundishaji wa masomo haya pale katika shule hii ya grade ya 10 na senior school kwa ujumla. Naam. Asante sana Bwana Kombo kwa kuungana nasi. Tunajua kwamba muda umeyoyoma, lakini tutakuwa pia na fursa nyingine ambayo tutakuwa tunaweza kudadavua na kuangazia hili swala kwa undani. Na mtazamaji, huyo amekuwa ni Kombo Kikeki ambaye ni mchanganuzi wa maswala ya elimu, na tumekuwa tukizingatia tu mtalaa wa elimu ya umahiri ambao hapo awali ulikuwa mtalaa wa elimu ya
umilisi, na pia tumeweza kuangazia utayari wa taifa hili utayari wa taifa hili katika mfumo huo, ambapo wanafunzi ambao walifanya mtihani wataweza kupata matokeo na watajua, je, what next, nini kitakachofuata. Na mtazamaji, tumekomea hapo kwa sasa. Jina langu ni Sheila Kayaroyogo, ambaye amekuwa akitutangazia kwa lugha ya ishara ni Anne Wangeshi. Kwa heri.